Mume wangu, mke wangu, najua nafarijika sana na upendo wako. Nafurahi sana. Namwomba Mungu asije kubadilika. Labda tunakutoa hofu juu ya hilo. Pia naomba uweze kukana kusahau neno kubadilika kwangu, kwa sababu uweze kukana kusema kwamba wewe ni mwanamke wa chaguo langu, kwa maana wewe ni chaguo la nafsi yangu. Hivyo sitarajii kuweza kubadilika kwangu, kwa sababu umekuwa ni mwanamke niweze kunifanya niweze kujisikia faraja muda wote. Nafurahi kusikia hivyo mume wangu. La, labda tu nikwambie kwamba epuka sana na vishawishi, epuka sana na watu ambao wataweza kutufanya pia ndoa yetu iwe ya utata. Sawa mume wangu, ninakuelewa. Nitajitahidi kuwa mke bora kwako. Napenda mke wangu. Napenda sana. Dada. Samahani kidogo. Mambo vipi? Poa, habari? Safi mzima. Mzima, sio? Ya, safi kwa poa. Poa. Kwenye macho yangu kama mgeni hivi. Hii sura sijawahi kuiona hata siku moja kabisa katika mtaa huu. Ndio, naishi hapo kwa Mr. Squad. Squad. Okay. Okay, by the way, mimi naitwa Paulo. Naitwa Imelda. Wow, jina zuri. Hapo linaendana na muonekano wako. Asante. Kweli eh? Okay. Kuna kitu nataka nikueleze kidogo. Yeah. Ila samahani kama kidogo nitakuwa nishavuka. Unajua kuna baadhi ya vitu vingine unavipenda. Lakini sasa hicho kitu unakipenda kama bado hujakitilia maanani na kwenda kukifuatilia ujue ni vipi, inakuwa kinakutesa sana katika moyo. Okay. Labda ni mwazi tu. Nakupenda sana. Asante. Hongera kwa ujasiri wa kufikisha ambalo linakusumbua, lakini pole sana kwa sababu mimi ni mke wa mtu. Okay. Ni mke wa mtu. Samahani kidogo, naweza kukuuliza huyo mume wako ni nani kweli? Pengine namfahamu. Mume wangu Mr. Squad. Yes, namjua. Lakini sasa uko sahihi kujitambulisha kama vile. Ila wewe mwenyewe unaweza kuchekesha akili yako na kuchagua upande wako kwamba ni vipi. Ni wapi uko sahihi. Kwanza wewe ni mwanamke mzuri sana.
uko vizuri, shape uko umejazia vizuri. Ni kipi hasa kimekuvutia kwa Squad? Kitu gani hasa pengine? Alafu nicheki na mimi kama kijana mmoja ambao ni handsome, alafu sina mambo mengi. Tena ushike adabu yako. Kuanzia leo mwanzo na mwisho kumsema vibaya mume wangu. Ni mume wangu mimi ndo nimemchagua na ninampenda sana. Kwa hivyo vyote utakavyomuona mimi ni wa kwangu. Ole wako irudie. Shoga yangu Neema, ili sherehe yetu iwe pambe, tufanye kitu gani? Nilikuwa naona tualike watu zaidi afu tufanye mpango wa mavazi. Maana sherehe kupendeza shoga yangu. Ni kweli, ila hapo kwenye mavazi sasa itabidi tufanye juu chini, tupate pesa kwa ajili ya hayo mavazi na mambo mengine ya maandalizi. Au unaonaje? Ni kweli, nitaongea na Ahmed. Ana rafiki yake ana duka la nguo linaitwa Nailas Collection. Ana bei pungufu, ana ofa, tutapata nguo sijali. So unajua sherehe kikubwa ni kuwaka. Tutapendeza. Haya sawa, ila hilo duka nalisikia tu anatoa punguzo la bei. Lakini itakuwa vizuri. Ni kweli shoga yangu. Sherehe ni kupendeza, lazima tung'ae shoga yangu. Hapo sasa yani usiku kama naiona. Acha tu shoga yangu. Tutawakaje? Yani nataka nivunje kabati. Yani kama najiona. Kama naona shoga yangu utakavyopendeza. Haya, karibu. Haya, asante. Ngoja niende nikafanye mpango wa kuongea naye. Haya, karibu. Haya. Saizi mke wangu. Safi za utokako. Safi za kushinda. Safi. Karibu mume wangu. Asante. Wewe unapika nini leo? Napika chakula nachokipenda. Wow. Asante. Basi sawa, ngoja endelee kupika. Nipo ndani na kupumzika hapo, sababu nimechoka, njaa. Sawa mume wangu. Samahani mume wangu. Kuna kitu nataka kukwambia. Leo nilivyoenda dukani kuna vitu vya mchuzi. Na kijana akanisimamisha. Akasema vitu vya ovyo. Mambo ya ovyo? Mambo gani ya ovyo? Akasema kwenye moyo wake kuna kauli. Nikamuuliza kauli gani? Akaniambia ananipenda sana. Nikamwambia mimi ni mke wa Mr. Squad. Lakini mama kaniambia Mr. Squad ana nini anachokimiliki kuweza kukimiliki. So nimejisikia vibaya mtu kumsema vibaya mume wangu. Hivi ni kijana gani ambaye labda angejaribu kukumiliki? Amesema anaitwa Paulo Ndinganya. Ndinganya. Sawa mke wangu, ila naamini kwamba hakuna mwanamume yoyote ambaye angeweza kukumiliki kwa sasa, kwa sababu naamini unanipenda.
Nafurahi kusikia hivyo. Sawa. Baadaye. Mambo Ahmedi? Poa. Baruza? Baruza. Safi. Mbona upigia simu zangu pokei? Ni kweli rafiki yangu, nilikuwa simu iko chaji afu mwenyewe nimelala. Okay. Nilikuwa nakupigia simu kwa sababu nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe kuhusu ile party nilokuambia tunahitaji mavazi. Kwa hiyo nihitaji unipeleke kwa rafiki yako unasema anaitwa Neras Collection ili tukachague mavazi ya party. Mavazi hapo. Kwa hiyo sijajua mwenyewe unataka vipi. Unataka kuweka order, unataka twende dukani ukachagua ambayo umeshafikishwa au vipi? Nahitaji ambayo hapo dukani. Sisi tunajua mambo kwa ushahidi. Ili tukaone wenyewe ndipo nichague pale pale. Basi poa. Haina shida, tunajua pale Bei Kitonga. Nimesikia hivyo. Kwa hiyo kikubwa alwalo tutawasiliana vipi? Okay. Baruza? Baruza. Kama mamangu ndo ananiacha peke yangu kweli. Haitaweza kuchukua muda mrefu lakini. Haitaweza kuchukua muda mrefu lakini pia mke wangu, si unajua kwamba safari yenyewe ina ghafla. Hatuweza kuipangilia kuondoka wote. Ila ndio tu nikusii. Endelea kusikia maneno yangu. Pia sihitaji uweze kukaa mbali na nyumbani. Na sitapenda uweze kujihusisha na vitu ambavyo vinavyoleta tafaruki kati yetu. Sawa, nitazingatia kauli yako mume wangu. Nakupenda. Nakupenda pia. Bye. Paul. Vipi? Poa vipi? Safi tu. Uko poa? Siko poa. Vipi bro? Ndo sababu. Ndio sababu? Una maana gani? Kuna mchezo ambao umejaribu kuucheza lakini hukujua kuucheza. Najua utakuwa unajiuliza na maanisha nini. Paul, katika maisha siku zote unapojaribu kumfuata mwanamke, basi jaribu sana kuongelea nafsi yako, usijaribu kuongelea vitu unavyovimiliki. Sawa. Lakini kitu ambacho umekosea wewe kutaka kuniharibia mimi na ukajisahau kwamba yule mwanamke mimi ananipenda. Lakini kutaka kuniharibia kwako ndio chachu ambayo imeweza kunifanya mimi niweze kukwambia hivi sasa hivi. Unajua kwa sasa hivi wanawake wengi sana wao wanapenda kile ambacho nakimiliki, na ni wachache wale ambao watakuwa wanakupenda kutoka ndani ya nafsi yao. Okay, nishakuelewa bro. Lakini samahani sana. Na imani haitojirudia tena. Naomba unisamehe. Unajua nini?
utakapoweza kumpenda mwanamke na kumtajia kile kitu ambacho anakimiliki, basi hata kupenda kutokana na kile kitu ambacho unakimiliki. Namaanisha kwamba utakuja kukaa kulalamika, usema wanawake ni waongo, wanawake ni waumizaji. Kumbe kakupenda kile kitu ambacho wewe unakimiliki. Kitakuja kitaisha, kitakuja kitapotea. Kwa maana kwamba upendo kwake pia wewe kwako utafuta. Sio, umeelewa? Yeah, nakuelewa sana bro. Jaribu kumshawishi mwanamke akupende wewe kama wewe. Usijaribu kumshawishi mwanamke akupende kutokana na vitu vyako. إذا هجرت فمن لي هو من يجمل كل ومن لروحي Da. Lakini jamaa akasema kitu cha maana. Kwa hiyo kumbe ili mwanamke akubalie, unapokuwa ukimtongoza utaki kujisifia sana na kuleta majibu. Kwa mimi ipo feli ni kujiproud sana, si ndio? أحبك البعض مني وقد ذهبت بكل Vipi mwana? Oh, Baruza. Baruza. Mpange. Basi vipi? Mbona umepoa hivyo baba? Kama hivyo mazongezonge leo na kama sisikilipoa fani. Nimekumbuka. Spadi alikuwa anakuulizia. Sijajua ana issue gani na wewe. Spadi. Sina issue naye. Sipokuwa na Isa alikuwa anatafutia kuhusu mkeo. Jana nimekutana na demu nikamtongoza pale. Sasa kumbe yule demu ni mkewe. Mkewe. Okay, utafuta kuhusu mkewe. Umalizana vipi sasa? Spadi nimekutana naye. Lakini sasa akaniambia kwamba sijakosea kumtongoza mkewe. Na mshikaji sasa baada ya kukutana naye kanichana vibaya kichizi mwanangu. Hivyo yeye alipokuwa anakuulizia mshikaji yuko wapi, pengine nilikuwa bado sijaonana naye. Kwa hiyo baada ya kuona nimeonana naye pale, chizi kanichana kichizi yani. Alafu mimi nilichokuja kuharibu. Yani ni mimi ambapo yani kwenda kwa ile demu na kuanza kujiproud. Kumchamba mshikaji yani kama si lolote kwa mke wake na nini. Yani kujipakaza soje sana. Nalinda brand sasa mimi. Okay. Unajua nimegundua kitu. Wanaume wengi tunatumia sana kuwadanganya wanawake ili watukubali. Yeah, lakini kaleni hii kama hujatumia uongo huwezi kumpata sasa leo. Sawa, ukweli umpate, lakini uongo hatima yake inakuja kutoka kama ndio. Sema tena nazo hivyo vitu, tuache sisi watu wa badi, tuanze tumaskani, refresh mind, maana naona uko sawa. Karibu sana blaza. Asante sana. Sasa blaza, Ndio bwana. Samahani sana. Habile samahani, nimeshafika bro. Ile dili bwana limefeli. Jamaa si muda mrefu kanipigia simu
Akasema bwana, mambo hayatakuwa tena. Sasa naomba nikuombe radhi ndugu yangu, umetoka mbali. Dili ndio hivyo limeshafeli. Sasa na mimi kwa sababu uliniambia unakuja, nikasema ngoja nisubiri ufike. Lakini hata hivyo hatujaweza kupoteza muda kwa sababu ndio tumeweza kuonana. Kwa sababu hata kutoka nilipotoka mpaka nimefika hapa peke yake, yani na tumeonana. Basi acha nianze kutafuta usafiri kwa sababu si unajua nilipotoka ni mbali na usafiri ndio hivyo shida. Haina tatizo, lakini hatuwezi kulaumu sana kwa sababu kila jambo apangalo ni Mungu. Hatuwezi jua labda kwamba tungeenda kufanya ile issue labda kuna jambo baya lingetokea. Bila shaka. Sababu ninavyoamini mimi kila kitu kinapangwa na Mungu. Na jingine labda ikitokea issue yoyote nitakushtua kwa sababu wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Basi sawa brother, tumeshaweza kuonana. Acha mimi niwae nyumbani kwa sababu nimeondokea kwamba siwezi kurudi, kwa hiyo acha tu niwae kurudi ili Bwana naomba nisamehe. Haina shida brother. Pamoja sana. Safari njema. Sawa. Karibu tena. Sawa. Asante sana. Mambo poa. Habari Nzuri. nzima. Nzima. Samahani, na maongezi nawe kama utojali. Sawa, nakusikiliza. Haya, sawa. Tarehe 23 nitakuwa na pati yangu, hivyo naomba uwepo wako. Sawa, nimekusikia, lakini mpaka niongee na mume wangu nimwombe ruhusa, si unajua haki za watu. Haya, sawa, hamna shida. Itakavyokuwa utanijulisha. Sawa, kwa heri. Sawa. Haya, bye. Karibu besti. Asante, nishakaribia. Sasa inakuwaje kuhusu kualika watu kwenye hiyo party? Yaani shughuli yangu nikwambie, nishafanya harakati zote za kualika, ila pia nimekumbuka kuna mdada mmoja hivi ni mke wa Spadi. Yupi? Mbona simfahamu huyo Spadi? Si yule mdada fulani anakaa huko bondeni, nyumba ile yenye basi la blue. Okay, basi twende tukaongee naye ili tupate uhakika kama atakuwepo. Kwanza mke wenyewe amesema mpaka ongee na mumewe. Kwa hiyo sijui kama tayari kashaongea naye au vipi. Makubwa. Twende, tutajua huko. Sawa, bora tu tuende. Haya, shoga yangu. Karibuni.
Karibuni. Asante. Hapa. Safi. Shoga yangu, yule mke wa Spadi yenyewe nilikwambia ndio huyo hapa. Ni mzuri, hongera. Asante. Alafu tumemechi. Asante, wapendeza. Asante, umpendeza pia. Kwa mara nyingine nimekuja tena kwako, ila kilichonileta si kingine, ni kuhusiana na lile jambo langu. Sawa, lakini nimpigia simu mume wangu hapatikani, kwa hiyo sitaweza kuja. Njoo, akija utamwambia ulimpigia ukumpata. Hata nielewa, Ila nini? Bila mwambie shoga yako, leo kwetu kesho kwake. Anavyosema Neema ni ya kweli, leo kwetu kesho kwenu. Zingatia hilo. sawa, takuja. Haya, tutafurahi ukija. Sawa, Haya, karibu. asante. Jamani, sikutegemea kama utakuja. Karibu, nenda kajumuike na wenzako. Asante. Haya, karibu. Karibu Imelda, umpendeza. Asante, na umpendeza pia. Asante, na uzuri unachangia. Asante. Karibu vinywaji. Asante, nyinyi endeleeni. Just tumie pombe. Jaribu mara moja moja, sio mbaya. Jaribu bana. Hapana. Vipi jamani, mbona kumepoa? Ndio nambembeleza Imelda jaribu kinywaji. Imelda, Just tumie pombe. Nilikuwa namwambia ajaribu, lakini anabisha, hataki kujaribu. Mara moja jaribu Imelda. Imelda, simekuja kwenye pati Just tumie pombe. hata kama, lakini hii haileweshi. Wewe kunywa tu, unaona sisi hata kidogo. Please, jaribu siku moja tu, jaribu. Ulewi. kunywa bwana. Unajua pati bila kinywaji haiendi. Kunywa.
unajisikiaje? Baba chupa ujishaja, mlishe mtoto sina njaa. Marhaba yanzidi sasa, che hapo kipandisho cha kilima usijoka kitoka. Wazako nimekupenda mazima, siweza takutoka. Oja Analo umejipanga vema, kama vipi agiza nyama choma. Kwangu leo mgodi umetema, sitaki mapenzi ya sinema. Wako we, simfuni mzima, hata mbele sioni mtoto we. Nikupige deki masima, ukumbini na choni. Madigidigi takufuatalia, tena wale madoni wewe katalia. Oja, oga, bosi nimefika, nipe moja baridi, huku mshushe na shisha. Leo atuladi bosi hatari, leo atuladi tunaruka madebe na mademu wawete. Bosi hatari, eti mjomba Sumani akitoka kondani kalewa yupo tabani, ogomi mpaka nyumbani. Leo atuladi, leo atuladi tunaruka madebe na mademu wawete. Nogele no mae tukaruke na magoma, mwite Aisha Fatuma huku leo kumenoga. Waita bosi nimefika, nipi moja baridi, huku mshushe na shisha. Leo atuladi bosi hatari, leo atuladi tunaruka madebe na mademu wawete. Bosi hatari, tunakwenda kilabu Mwembe Mchomeke. Mshike huyo kasha kunywa bia zangu, halafu we unataka kimbia na zile via tatu chilia mbali za kutolea. Kisha kuponza hiyo lazima unipe mchezo, hapa utoki ngo, shakupakia mkongo.